Makasisi wa dayosisi ya kimishonari wa kanisa ya Nisa hii leo wamejitokeza na kuomba wanasiasa kuhubiri amani miongoni mwa Wakenya wala sio chuki. Wakiongozwa na Askofu Daktari Balozi Stephen Kalunyi, makasisi hao wanasema huu sio wakati wa kupiga siasa za migawanyiko. Na kama Diocesan Clergy ya National Independent Church of Africa in charge of eneo hili, tunaomba na kuwarai wanasiasa wasiweke chuki katika maongeo ya kupiga debe na siasa. Hasa viongozi wakuu wa vyama tunawarai wawe wapole katika maongeo yao, watumie busara, lugha ya heshima kwa wenzao, kwa sababu tumegundua kwamba watu walio wa chama fulani wanaweza ruka kwa ile chama fulani. Watu walio pinzani wako saa hii wanaweza kuwa watu wako kesho. So wawe wapole, watumie lugha ya heshima, lugha isiyochochea chuki na ukabila na fitina ambayo inaweza kupelekea nchi yetu kufika mahali tulikuwa 2007-2008. Majina naitwa Archdeacon Lucy Gacheri wa makanisa ya Nisa, na ningeomba kwamba watu wakati huu tunaona mioto ya siasa imeanza kupanda. Naomba tu watu wafanyie watu kazi, wale wako viongozi walio kwenye viti wafanye kazi bila siasa saa hii. Alafu mwaka wa siasa ukifika wafanye siasa za amani bila kutusi wengine. Naitwa Deaconess Doris wa kanisa la NCA. Niko hapa in support of peace kwa nchi yetu ya Kenya. Amani ndio kila kitu tunahitaji zaidi. Post elections za 2007, 2008, they affected so many people, na watoto waliteseka, watu waliachwa bila manyumba, wengine walinyang'anywa mali zao. So we should be careful wakati kama huu tunaenda kuelekea wakati wa kura 2027. Tujue maongezi yetu, kile tunatoa kwa midomo yetu kinachafua nini, kinafanya nini. Kwa sababu unaweza ua bila bunduki, unaweza ua bila upanga, unaweza ua bila jiwe. Mdomo wako unaweza ua. Sauti yako inaweza jenga kitu cha kuua ndani ya watu. So as you speak, unapoongelesha wananchi, tafadhali measure your words na ujue unaongea nini kwa watu, ndio watu tujue tunaelekea wapi. Kwa sababu unaweza ongea unifanye nikaue. Wewe hujaua lakini nimeua. Ni wewe umesababisha niue. So amani ndio tunahitaji zaidi ya vyote. Tukumbuke 2007, those who are there. Ukumbuke kile kilifanyika na uwe tayari kukipinga na kukikataa. Kura yako itakutetea. Wachana vitina zingine, kuongea kwingi na kuchochea wananchi, tuachane nayo. Askofu Kalunyi akiwa na ujumbe huu kwa rais na viongozi wengine walioko madarakani. Kile ambacho tunaomba hasa kwa wale ambao wako kwa viti kama rais wa nchi ya Kenya William Ruto ni kwamba yeye ndiye ako na mamlaka kwa saa hii, atumie mamlaka yake kwa busara na hekima ya Mungu kuhakikisha kwamba ameleta Wakenya wote pamoja. Nchi yetu tunachanga moto mingi wakati huu, na tunaomba kwamba watafanya maisha yetu rahisi katika siasa zao. Hataki watumie siasa kututenganisha zaidi, kutugawanyisha zaidi, lakini wahakikisha kwamba wanatumia siasa kuleta Wakenya pamoja. Biti ni Mungu anapeana. Unaweza fikiria wewe utafika 2027 na mapenzi ya Mungu iwe, hautakuwa. Hakuna haja ya kuchukiana, hakuna haja ya kutukanana, kukosana, kuweka fitina, kupoteza maisha ya watu, kuumiza watu kwa ajili ya 2027. Tufanyeni wananchi kazi, tuendelezeni maendeleo kwa miaka 2 ambayo imesalia, tupendaneni, tusirikiane ili nchi yetu iwe bora. Naona tumezungukwa na nchi ambazo siko na michafuko ya kisiasa, na Kenya kwa neema ya Mungu tumefika mahali tuko, na ninaomba wanasiasa tafadhalini kwa heshima na taadhima msifike hapo. Vijana hata hivyo wameombwa kuchukua kura ili kuchagua viongozi ambao wataleta mabadiliko. Na vijana wale ambao tunasema tunataka walete mabadiliko wanaweza, lakini kwanza wajisajili kwa kupiga kura, wahakikisha wako na kura, wako na IDs, ndio ikifika mwaka wa kuchaguana
wasikue ni maandamano tu walileta, lakini hawana kura ya kuleta mabadiliko yale wanataka. So Wakenya tukue na amani, viongozi tukue na amani, tufanyie watu kazi wale tulichaguliwa, na wale hatujachaguliwa tupee wale wamechaguliwa nafasi ya kufanya kazi, ndio tuweze kuwa na taifa ambalo lina amani.